Na mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya Nifa kutoa ushauri wake kuhusiana na sakata zima la vijana wenye umri wa miaka 21 mpaka 34 kwamba wasiingie katika ndoa haraka haraka, inatakiwa kwanza wajihakikishie kwamba wameshajijenga katika maisha, yani wako vizuri, wana nyumba, gari, biashara na pia vile vile wana fedha bank, then baada ya hapo ndipo waingie kwenye ndoa. Baada ya Nifa kutoa huo ushauri bwana, ni kwamba moja kwa moja wadau mbalimbali huko mtandaoni wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho Nifa amekizungumza, na moja kati ya watu hao bwana si mwingine bali ni Abdul. Huyu anaitwa Dulvani ambaye nadhani watu wengi sana wanamfahamu. Dulvani bwana amejitokeza moja kwa moja kwa ajili ya kuweka comment au amecomment kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Nifa, which nitakuwekea hapo mwishoni umsikilize Nifa alichokisema, lakini hapa nataka nikusomee maoni ya Dulvani kuhusiana na hiyo situation. So baada ya Nifa kuwashauri watu kwamba wasiingie kwenye ndoa mpaka wahakikishe kwamba wako vizuri kiuchumi, wana nyumba, magari na fedha, na pia vile vile kuna baadhi ya biashara ambazo tayari wako nazo, then ndo hapo waingie kwenye ndoa. Dulvani amekuja ameandika hivi kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story. Ameandika kwamba ukiwa ni msichana mdogo ambaye umeshawahi kuolewa alafu ukaachika amesema kwamba alafu ukaachika kutokana na tabia zako mbaya za kutokutulia na mwanaume mmoja kipindi ambacho ulikuwa ndoani. Acha kushauri wasichana wenzio wadogo wenye maadili na huruka za kike kuwa wasiolewe. Huyo ni Dulvani amekuja amemjibu hapo Nifa kwamba kama wewe ni msichana ambaye uliolewa na ukaachika kwenye ndoa yako kutokana na tabia yako ya kutokutulia na mwanaume mmoja, basi acha kushauri wanawake wenzio wenye tabia za kike, wenye hulka za kike na wenye maadili kwamba wasiolewe. Hakuishia hapo. Dulvani akaendelea kwamba bwana, sio kila msichana mdogo anahitaji mambo makubwa ya mjini. Wengine wamelelewa kwenye maisha ya kawaida kabisa kwenye maisha ya kawaida ya kuwa na majumba na magari kwao. Wengine pia wana majumba na magari kwao tayari, so kitu kama ndoa kwao inakuwa ni stara tu. Dulvani bwana inaonyesha moja kwa moja bwana amekuja kumpa madongo Nifa kwamba kuna wadada wengine huko ambao wameamua wao waolewe kama stara tu, kwani wengine hawataki mambo makubwa. Wengine labda kwao tayari wameshajijenga, wana majumba na magari ya kifahari na kila kitu, wanataka tu stara, yani waolewe basi watulie kwenye ndoa zao. Kwa hiyo asiwafananishe na yeye au kwa namna moja au nyingine. So huo ni ujumbe wa Dulvani, lakini Dulvani hakuishia hapo. Kuna ujumbe mwingine hapa, yeye pia amekuja hapa kuwashauri wadada. Dulvani ameandika kwamba dada zangu wenye umri mdogo, ukipata bahati ya kuolewa na mtu mwenye akili zake na umempenda, usisite kisa maneno au maisha ya hawa mashangingi wa mitandaoni. Hicho ndicho alichokuja kukizungumza Dulvani baada ya ile video ya Nifa kwenda viral akiwa na shauri wa dada wasiolewe. So kama hujaiona hiyo video, nataka hapa uisikilize video ya bibie Nifa wakati anawapa ushauri wa dada wasiolewe, hususan wale ambao wako kwenye umri wa miaka 21 mpaka 34. Mwanaume au mwanamke unaweza ukanunua. I repeat, you can buy mwanaume mzuri, you can buy mwanamke mzuri. Dunia sasa hivi unamuonga tu anakuwa wa kwako. I said it. Mwanzo nilikuwa najua mahusiano na ndoa ni kumchagua yule mtu unayempenda au anayekupenda sana ndo muoe au akuoe.
But my friend, if you do that mistake, na ukawa umekosea kwa bahati mbaya, umechagua kitu ambacho si sahihi, utaishi maisha yako kwa kujutia sana. Kwenye mambo ya mahusiano, achana na yale mahusiano ambayo unakuwa tu na mtu for fun. Yale mahusiano ambayo unasema sasa huyu mtu niko tayari nizae naye, tuishi pamoja miaka 10, 20, 30. Baadhi ya sehemu ambazo mimi siwezi kwenda aende kwa niaba yangu. Ndugu yangu, be very careful. Wale wanaosemaga mmekutana sio miezi 2, 3, 6, mwaka unatosha bwana kujua kama mtu ni sahihi, sometimes no. Sometimes inabidi ukae na mtu mpaka akutwe na majaribu mengi ya kutosha, uangalie uwezo wake wa kusolve matatizo. Hapo ndo ujue huyu mtu nilokuwa naye kweli ni sahihi. Kuna story ya mama hapo nimetoka kuisikiliza, nimeisikiliza. Wanaume nyie kwenye ndoa na mahusiano mnapendaga sana kuwa na siri. Mnafanyaga vitu kwa siri. Hamtakagi kuwaambia wanawake zenu. Kwa sababu gani? Ego imewakaa hapa. Unataka mwanamke wako aone you are doing everything right. Unataka mwanamke wako aone where you are moving, you are just moving fine. You don't want to be vulnerable. Waambie wake zenu, napitia 1, 2, 3. Mama mtu hapa nimesanda, mama mtu hapa nimefeli. Hapa tunaongea vipi, tunasaidiana vipi? The problem, mnataka kufa na kofia hapa kwenye vichwa. Matokeo yenu mnakuja mna bahati mbaya, labda Mungu anawachukua au nini kinatokea, shida zinabaki kwa wake zenu. Sasa kwa bahati mbaya sana ndo ukute zile ndoa ambazo mwanamke na mwanaume walikuwa wanashirikiana kila kitu kwenye biashara. So mwanamke hakuweza kuinvest chochote cha kwake. Mwanamke labda alikuwa hata saa nyingine hafanyi kazi yoyote. Kila kitu alikuwa anakutegemea wewe baba. Unaondoka kwenye hii dunia, unajua mwanamke umemwacha kwenye hali gani? Watoto wako. Mahusiano nyie sio na kupenda pia. Unaweza ukainunua. Yaani mimi kuna vitu nikisema hata niseme Mungu wangu na nahisi kichwa kitapasuka. Lakini kama you are choosing kwa kutaka uwe na familia bora, kwa kutaka uzae watoto uishi nao vizuri, kwa kutaka sijui progress ile ya kweli, when choosing a person, you have to check well. You have to check well. Na katika vyote feel adventurous and break the pain when I'm with you. That's how I do. Ya mtazamaji wa Trend TV, huo ndo ulikuwa ujumbe wa bibie Nifa ambao hapo awali nimekusomea pia majibu ya Dolvani kwa hiki ambacho Nifa amekizungumza. So moja kwa moja ukiwa kama mdau, wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.